National Committee on the Review of the Model. Baadhi ya viongozi wa Kiislamu katika kaunti ya Kwale wanataka kuhusishwa kwenye vita dhidi ya magenge ya vijana ambayo yamekuwa yakiwahangaisha wakazi, wakisisitiza kuwa vita hivyo vimeanza kuchukua mkondo wa kisiasa. Kwa siku za hivi karibuni, magenge hayo maarufu kama Panga Boys yamehusishwa na uporaji, vifo na majeraha ya raia kwa visu katika mji wa kitalii wa Diani. Tobias Chanji na taarifa kamili. Vita dhidi ya magenge haya wahalifu mjini Diani yamesababisha uhamisho wa OCPD na OCS wa eneo hili. Uhamisho uliotekelezwa na kamanda wa polisi ukanda wa Pwani Nuno Ali, aliyehoji kwamba zaidi ya washukiwa 59 wametiwa mbaroni huku 33 wakifikishwa mahakamani. Haitakubalika hiyo. Haitakubalika hiyo. Kazi mpaka ifanyike na hiyo vijana mpaka tutafute. Na sasa baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu wanataka kuhusishwa katika vita hivi, wakisema kwamba ili kukomesha uhalifu kabisa, kila mshikadau anastahili kushirikishwa katika mazungumzo. Kwa hivyo kama ninavyosema kwamba hili ni jukumu la Wakwale wote, ukichanganya viongozi na wale wazazi na wale ambao ni wazee wa mitaa, kwa sababu si jukumu la mtu mmoja. Na tukiangalia ni kwamba Kwale hapa nafikiri inaeleweka kwamba ni mboni ya kitega uchumi cha Kenya au Pwani au Kwale. Kwa hivyo Kwale inapoharibika, basi Kenya nzima inaharibika. Wanaonelea kuwa vita dhidi ya magenge haya sasa vimechukua mkondo wa kisiasa. Jambo hili linatukera na leta amani kushuka chini sana. Kwa hiyo kama alivyozungumza mzungumzaji Sheikh wangu hapa, tunaomba serikali iweze kuchukua hili jukumu na kuona kwamba si serikali peke yake, lakini iweze kutuwasilisha na sisi kama wazee tuone kwamba tunaweza tukatatua namna gani swala hili. Lakini hili swala tumeligundua kwamba linapelekwa kisiasa kwamba watu watashana vidole. Lakini it is a collective responsibility. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kwale.